Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Taarifa mpya kuhusiana na ujio wa kocha mpya ndani ya kikosi chao. Taarifa hii ambayo kwa sasa imetolewa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans baada ya kile kilichoweza kutokea kutokuweza kuwafurahisha. Wa kwanza kabisa walikuwa ni mashabiki pamoja na wanachama ambao hawakuvutiwa na uwepo wa kocha Romain Folz, ambaye kwa sasa anatambulika kama kocha ambaye hana timu baada ya Wanajangwani kuweza kufikia makubaliano ya kuweza kuachana naye, makubaliano ya pande zote mbili baada ya kile kilichoweza kutokea kutoweza kuvutiwa pamoja na kichapo cha bao 1-0 kutoka kwa klabu ya Silver Strike, kikaweza kuwafanya Young Africans kuweza kupandwa jazba na kuweza kuamua kuweza kuachana na kocha Romain Folz baada ya kuweza kuitumikia Young Africans katika mchezo mmoja tu wa ligi ya mabingwa barani Afrika na mchezo mmoja wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Ilitosha kabisa kuweza kufanya maamuzi ya kuweza kumtimua. Taarifa yake imeweza kutolewa mapema kabisa kupitia kurasa za klabu ya soka ya Young Africans. Sasa klabu hiyo inaelezwa kwamba sasa inakwenda kuweza kushusha kocha mwingine, kocha mpya, kocha wa viwango kabisa ambaye anatua kwenye kikosi chao, kwa taarifa ambayo inaeleza. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans baada ya kuweza kumtimua kocha Romain Folz, mwamba huyu ambaye alionyesha kwamba kweli ana mbinu za kutosha za kuweza kuisaidia klabu ya soka ya Young Africans. Minuno ilikuwa ni mingi kucheka na mtu yoyote wakati aliposimama kwenye benchi, lakini matokeo yalikuwa yakiweza kuwa tofauti na upande wake, yakiweza kumnunia zaidi, ambapo Young Africans katika michezo miwili, mchezo wa ligi kuu akiweza kutoa sare dhidi ya Mbeya City na mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika akipokea kichapo dhidi ya Silver Strike, klabu ambayo kwa Yanga inaona kabisa ni kwamba ni klabu ya kawaida ambayo hawakustahili kuweza kupata matokeo hayo. Sasa kocha Romain Folz akaweza kuandikiwa barua usiku huo huo kwamba huko wewe subilia, tutakutumia mabegi yako, ustahili kurudi kabisa katika mitaa ya Twiga na Jangwani. Sasa taarifa inaelezwa kwamba Yanga wameingia sokoni na miongoni mwa majina ambayo yanajadiliwa na Yanga ili kuchukua mikoba ya kocha Romain Folz ni kocha Mreno. Hapa nazungumzia Joao Paulo Mota Maria. Ni miongoni mwa watu ambao wanatarajiwa kuweza kutua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo Yanga wako tayari kuvunja mkataba wake huko Oman na kumleta katika kikosi cha klabu ya soka ya Jangwani, kwa mujibu wa taarifa ambavyo inaeleza mpaka wakati huu, ambapo twende kutizama wasifu wa kocha huyu ndani ya, hapa nazungumzia kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans ambaye anatarajiwa kuweza kutua. Jina kamili anaitwa Joao Paulo Mota
Maria ambao ni jina lake kamili kabisa, inaelezwa kwamba amezaliwa tarehe 16 ya mwezi wa 9 mwaka 1966 akiwa na umri wa miaka 59 mpaka sasa. Amezaliwa kule Lisbon, ambapo katika taifa la Ureno, ambapo inaelezwa kwamba kwa sasa anapatikana kule Oman katika klabu ya RB Francano, ambapo inaelezwa kwamba mfumo ambao anaotumia ni 4-2-3-1, yani akiwa na mabeki 4, viungo wanakuwa 5, lakini mfungaji mmoja mbele pale, ambapo miongoni mwa timu ambazo amewahi kuzifundisha, ana timu nyingi kweli kweli. Sasa mimi nitakutajia baadhi ya timu ambazo ni sasa. Kocha Joao hapa nazungumzia, amewahi kufundisha timu nyingi pamoja na uzo za kwao huko na barani Amerika na zingine katika falme za Kiarabu. Pia mimi nitakutajia baadhi ya timu ambazo ni maarufu, pengine unaweza ukawa unazifahamu kwa uchache zaidi, ambapo amewahi kuweza kuwa kocha. Hapa nazungumzia wa klabu kama Al-Khalij ya kule, hapa nazungumzia Saudi Arabia. Amewahi kuwa kocha wa vijana wa Ureno kwenye umri wa miaka 20, lakini amewahi pia kuwa kocha wa vijana hapa nazungumzia kule Saudi Arabia chini ya umri wa miaka 20, lakini aliwahi kuwa kocha wa Rio Branco. Lakini pia amewahi kuweza kuifundisha klabu ya Botafogo, moja kati ya vilabu vikubwa kabisa katika ligi kule barani Amerika, ambapo unafahamu kabisa ni moja kati ya vilabu ambavyo vinafahamika zaidi. Lakini katika moja ya vilabu vikubwa vingine ambavyo amewahi kuvifundisha ni Al Hilal. Hii Al Hilal ni klabu ya Al Hilal Omdurman, hii ambayo inapatikana Sudan, ambapo aliwahi kuwa kama kocha msaidizi, lakini baadaye akaja kuwa kocha mkuu. Amewahi kuifundisha pia klabu ya DC Motema Pembe, moja kati ya vilabu vikubwa pia. Hapa nazungumzia kocha huyu pia amewahi kuifundisha Juventus Sport Club, lakini sio Juventus ya hapa nazungumzia Ulaya, hapana, hii ni Juventus nyingine. Lakini amewahi kufundisha, amewahi kuwa team coordinator, yani muunganishi, anashughulikia mambo ya timu pale Sudan. Lakini na pia amewahi kuifundisha Al Ittihad. Hii Al Ittihad ni kule nchini Misri. Pia amewahi kuifundisha klabu hiyo. Kwa hiyo ana uzoefu wa kutosha pia na soka la Afrika, anaijua vyema kabisa Afrika. Kwa hiyo si mgeni ambaye kwenye soka letu unaweza kusema ya kwamba labda ana ugeni katika soka la Afrika. Hapana, anajua na anatambua mazingira vizuri kabisa. Kwa hiyo kibarua chake kitakuwa mbele ya Wanajangwani kuhakikisha kwamba wanaweza kuhakikisha kwamba anarudisha heshima ambayo kwa siku kadhaa huenda imepotea. Minuno imekuwa ni mingi kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Wananchi, pengine furaha wameanza kuiona kama inakuwa ni chungu kuipata mbele ya soka ambao walikuwa wakiweza kukutana nalo chini ya kocha Romain Folz. Kwa hiyo kwa sasa kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kuona dili hilo kama huenda likafanikiwa ama itakuwa vipi. Laweka maoni yako hapo chini. Je, wewe unamtizama kocha Joao Paulo Mota Maria atakuja kuwa msaada kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Yanga, ama muendelezo wa matukio huenda yakawa ni yale yale? Tusubiri kuweza kuona, ila weka maoni